Habari mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu sana katika chaneli yako pendwa Nebuye TV. Ni chaneli pendwa ambayo inahusiana na swala zima la kilimo cha bustani, ufugaji mdogo mdogo, pamoja na vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na kijana mjasiriamali ambaye anahusiana na kilimo. Kama ilivyo kawaida yetu, leo tumeweza kumtembelea mkulima wetu tuko katika shamba lake la bustani. Tunaweza kujifunza vitu mbalimbali ambavyo anaweza kukufundisha wewe na mimi, ikawa ni sababu ya wewe pia kuanzisha kilimo cha bustani, kwani bustani zinalipa na watu wengi sana wanafanya vizuri kupitia swala zima la bustani. Kwa hiyo kwa siku ya leo tutaweza kujifunza moja kwa moja kwenye mada ya kilimo cha hoho, kwani watu wengi sana tunafahamu kilimo cha hoho, tunafahamu pilipili hoho. Mtu anakula pilipili hoho, kuna wengine ambao wako nyumbani hawajawahi kuona pilipili hoho. Mpenzi mtazamaji, huu mche unaoona hapa, huu ndio mche wa hoho na hii hapa ndio hoho. Kwa hiyo jinsi gani hoho inalimwa hatua kwa hatua na mpaka kufikia katika hatua kama hii na kujua kama imebaki siku ngapi, kwa unavyoona katika skrini yako hapa, ili iweze kuvunwa. Ina maana tuko na mkulima wetu, tuko live kutoka Nebuye TV. Ina maana ataweza kutupeleka hatua kwa hatua na atufundisha. Naamini kupitia mafunzo hayo yatakufundisha na wewe, naye pia utakuwa inspired na atakupelekea wewe ili uweze na wewe kuanzisha kilimo hiki cha bustani, kwa kilimo cha bustani kinawezekana na kinalipa na watu wengi sana wanafanya na kinawatoa. Lakini kikubwa tu mpenzi mtazamaji, na kuomba ukumbuke kushare. Kama video hii utaipenda, naomba uweze kushare na uweze kusubscribe ili kusudi mwanzo wa video hii na uangalie kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na tutakapofikia mwisho wa video hii iwe ndio mwanzo wa video nyingine nzuri ambayo inahusiana na swala zima la ujasiriamali pamoja na kilimo cha bustani. Bila kupoteza muda, karibu sana mkulima, ili uweze kujitambulisha wewe ni nani na leo umetuandalia kitu gani cha kuweza kutufundisha, ili kijana wetu aliyoko nyumbani naye aweze kujifunza na iwe ni sababu kwake kwa yeye kuweza kujikwamua kiuchumi kama alivyojikwamua mwenyewe. Karibu sana. Mambo vipi? Mambo salama. Habari yako bwana? Bwana salama salama. Ndio. Habari ya majukumu? Majukumu yanaenda. Kwa majina unaitwa nani na upo kwa ajili ya nini kwa siku ya leo, au umetuletea kitu gani? Asante ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Bwana Bakari Kutafuna. Leo nimewaletea zao la hoho. Hii ni hoho kama mtangazaji, na zao hili la hoho ni zao moja ambalo nalo pia ni changamoto kubwa sana katika masuala ya uandaaji, lakini nashukuru mimi nimepambana mpaka kufika hivyo unavyoona. Sasa hivi vindolo naanza kuzaa. Kwa hiyo nilipambana kwa kiasi kikubwa, na kubwa zaidi ambalo zao hili yani nimekutana na hili misukosuko ya zao hili katika soni za mbegu. Nitafuta mbegu zinauzwa dukani za hoho. Ninunua mbegu ya hoho nikataka. Mbegu ya hoho umenunua kama bei gani? Mbegu za hoho dukani yani kile kinaniu kipakiti cha mbegu cha hoho nimenunua 12,000 paketi kimoja. Kwa hiyo nilichukua paketi 4. Nikaandaa kitalu cha mbegu, yani cha kumwaga zile mbegu. Kwa hiyo mbegu nimepanda mpaka nimeota na mpaka kufika hatua ya kupandikiza kama hivyo unavyoona nimepandikiza. Sasa hivi nashukuru kwamba ndo zinaanza, ndugu mtangazaji, zinaanza kuzaa. Yani hizi ni ndolo. Kwa hiyo baada ya kuanelia kutoa shamba, kutoa kwenye usoma kwamba mwaga mbegu, ndio ukatoa mbegu ukaweka kwenye matuta kama hivi. Yeah. Baada ya kuweka kwenye matuta ukafanya kitu gani? Maana mkulima anataka ajue hatua kwa hatua. Okay. Hapa cha kwanza nianza kuandaa tuta hili kama hivyo unavyoona. Nimeanza kuandaa tuta wakati mbegu pale inakuwa. Baada ya kuanza kupiga matuta, mbegu ilipokuwa kufikia inchi 5-6, nikaanza kuihamisha kutoka kwenye kitalu kuja kupandikiza kwenye haya matuta. Kama hivi unavyoona. Miche moja moja mpaka mwisho. Kwa hiyo hizi ndizo changamoto ambazo nimekutana nazo ndugu mtangazaji. Ni zao langu kwamba nimepambana, nimemwaga mbolea chini, nimemwaga maji, piga madawa mpaka leo. Sasa hivi nimekutana na hizi pilipili hoho ambazo ziko kwenye ubora wa juu kama hivi unavyoona. Hizi zingine maua,
zingine vidolo, zingine zinaanza maua natoa. Kwa hiyo hapa mpaka kufikia mwezi wa pili, basi tayari ninaanza kuvuna zao langu hili la pilipili hoho na kwanza kuzipeleka sokoni. Ndio, kwa mtazamaji wetu anataka ajue kuhusiana na swala zima la matunzo, yani pilipili hoho, unatunzaje pilipili hoho? Kutunza kivipi? Labda ndugu mtazamaji bado sijakuelewa. Yani matunzo ya pilipili hoho, pilipili hoho unatunzaje mpaka kuja kufikia kwenye hatua za mavuno, kama yani hatua za kama ulivyofikia, ina maana kwenye swala zima la baba mbolea. Baka kidogo ili uweze kuona hapa. Okay, asante. Kwamba kuhusiana na swala zima la matunzo, ina maana kwamba unatunza kuhusiana na mambo ya maji, mbolea, kuhusiana na mambo ya madawa, au hoho haipitii vipindi kama hivi? Ndugu mtazamaji, kutoka na mimi nilishakwambia huko awali nyuma tulikotokea kwamba mazao yote, zao lolote la kuhusu kilimo cha kiangazi, hakikisha madawa hayo ambayo umezungumzia hapa kama vile mbolea, kama vile madawa ya ukungu, na vitu vingine ambavyo hivyo ni lazima vipatikane katika zao lolote la kiangazi, kwa sababu kiangazi tofauti na masika. Kwa hiyo tofauti yake inakuwaje kwa masika na kiangazi? Okay. Masika itakuwa na mvua nyingi za kutosha, ina maana kwamba hata wadudu hawapati nafasi ya kuja kuasili mmea, kwa sababu muda wote wanakamatwa na wanashikwa na hali ya mvua mpaka wadudu wengine inabakia kufa. Kwa hiyo kiangazi inakuwa maji yale ni machache, maana maji ambayo sisi tunatumia kwenye mazao ni kumwagia humu tu kwa ajili ya mmea kukua, lakini kifuku kwa maji yanapigwa kila sehemu. Kwa hiyo hata mdudu hatarishi anakuwa hawezi kupata nafasi ya kuasili mmea. Kwa hiyo hapo ndipo inapokuwa tofauti kati ya kiangazi na kifuku, mmea wa kiangazi na kifuku. Kwa sababu mmea wa kifuku hauwezi kumwagilia maji. Kwa hiyo ni changamoto gani ambazo umeweza kuzipitia, kwa sababu ushatupitisha kuanzia shamba, kuanzia kwenye kumwaga mbegu, ndio umetoa kwenye mbegu, umekuja umeshazitia hapa kwenye shamba, umeandaa matuta yako, tayari hoho zako zimeshaanza kukua. Kwa hiyo kuna changamoto gani katika hizo hatua zote ambazo umeshazifanya, kuanzia mbegu mpaka ile mimea mpaka kuingiza shambani? Kuna changamoto gani ambazo umekutana nazo kwenye kilimo chetu hiki? Okay. Changamoto za kilimo cha hoho kikweli bado, kwa sababu hili zao ndio mara kwanza nimeanza kuliandaa kulima, lakini bado tukutana na changamoto, kwa sababu kama hivi unavyoona ndio zinaanza. Kwa hiyo sijajua itakuwaje huko mbele, kadri siku zinasonga mbele taangalia kwamba hili zao lina athari gani au naweza kutana na nini huko mbele kwenye hili zao. Lakini toka nimeanza kuipandikiza huu mmea na mpaka sasa hivi inaanza kuzaa, bado tunaona dalili zote ambazo za mmea huu, kama kuna hoja yote ambayo inahusika. Kuna faida gani ambayo wanatarajia kuipata? Maana kuna wengine hoho wanaziona tu, wananunua hoho, ananunua hoho sokoni, ananunua hoho kwa wale wamama wale wa magengeni, lakini hajajua kwamba nyinyi wakulima huko shambani, wao wananunua kule 500, wengine wananunua 300. Kwa nyinyi huko kwa bei jumla huwa mnauza kwa shilingi ngapi? Okay, nashukuru ndugu mtangazaji. Ili kusudi hata mtu kama yuko nyumbani aje shambani aje anunue shambani. Sawa. Nashukuru ndugu mtangazaji kwamba hapa sisi au mimi mkulima, kwa sababu ndio mara ya kwanza ili zao naanza kuliandaa kulilima. Kwa hiyo bado sijajua, kwa sababu kuna wenzangu ambao tayari wamesha kuniambia kwamba bwana, sisi hapa tunauza. Hata mimi pia nishawishika ili zao kulilima baada ya kwenda kwa wenzangu ambao walioanza kulilima zao hili na kukaa nao chini na kupata elimu ya zao hili, kupata elimu na kupata faida na kupata athari zake. Kwa hiyo ina maana inaweza kuwa kama bei gani unaweza kuuza moja? Kwa hiyo wao, mimi baada ya kukaa nao wakaniambia bwana, sisi tunauza kwa kisado kimoja
tunauza shilingi 5,000 6,000 kisado kimoja. Yaani kisado dogo dogo kile kile kitia mule kiasi basi unauza shilingi 6,000 shilingi 5,000. Sasa nikasema sio mbaya, mimi nilikuwa nilipo kulima kwanza niangalie, je, hili zao lina faida kweli, lina athari gani? Nililima niangalie. Kwa hiyo kwa matarajio yako wewe unaweza kupata visado vingapi? Matarajio sijajua ndugu mtangazaji kiukweli, lakini hapa naamini kwa sababu ninaanza kuzaa na ile eneo ni kama eneo la eka moja, kwa hiyo sijajua nitapata, lakini hapo naamini wastani kuanzia visado 100 200 jambo la kawaida. Ndio. Kwa mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kuna kitu cha muhimu sana cha kujifunza kupitia makala yetu hii ambayo tumeandaa ya kukusanya pilipili hoho. Pilipili hoho bana zinalipa na pia hazina usumbufu katika swala lazima la kilimo au jinsi ya kuweza kuziandaa kama mkulima wetu alivyokuwa anatuambia hapo awali. Kikubwa tu na ukumbushe uweze kusubscribe, uweze kulike na comment, na mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kwa siku ya leo tutaishia hapa kwa makala yetu nzuri ya pilipili hoho. Kwa tumejifunza hatua mbalimbali, tumeangalia hatua ikiwa iko kwenye mbegu, mkulima wetu amenunua mbegu, amesia mbegu, baada ya kusia zile mbegu amehamisha mbegu kutoka kwenye kitalu mpaka shambani mpaka leo tunavyofika katika hatua muhimu sana ya karibia kwenye mavuno. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, ni muhimu sana kuweza kujifunza hatua kwa hatua, na vitu vya muhimu sana kuweza kujifunza na kuweza kuangalia kwamba ni kwa namna gani au ni kwa jinsi gani hoho zako zitakuwa katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana na kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kwa bila kupoteza muda, mpenzi mtazamaji, nikukumbusha kuweza kusubscribe, kulike na comment, na tumkaribishe mkulima wetu kama atakuwa na jambo lolote la kuweza kumalizia. Kama unahusia wote mkulima kuhusiana na jambo la hoho, kama una chochote Hapana vile. Basi tunashukuru sana mpenzi mtazamaji, ili kusudi tuweze kwenda kwenye makala nyingine. Mkulima wetu ameweza kutuelezea na kutufundisha, na hizi ni hoho kama unavyotazama, ni hoho wetu, hizi ni hoho ziko katika mazingira mazuri. Kwa hiyo mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine, na pia tunapokea mwaliko. Kama utakuwa na mwaliko wako na shamba lako nalo, tunapokea mwaliko ili kusudi kuweza kujifunza na kuweza kuangalia vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na kilimo pamoja na ufugaji mdogo mdogo. Karibu sana Nebuye TV, tuko nanyi, karibuni sana. Tunashukuru kwa kuweza kutusupport.